Nchi za Kiarabu zinajaribu kuibua mvutano kati ya India na Uchina kwa kuzigombanisha. Hii ni kauli iliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov. Zingatia maendeleo ya sasa katika eneo la Asia Pacific ambalo Magharibi imeanza kuliita eneo la Indo-Pacific, kutoa sera yake na mwelekeo wazi dhidi ya Uchina. Tukitarajia kufanya marafiki zetu wakubwa na majirani India na Uchina kugombana haiwezekani, Lavrov alinukuliwa akisema katika mkutano wa kilabu wa kidiplomasia na utamaduni bila mipaka. Lavrov amedai nchi za Magharibi zinajaribu kupunguza ushawishi wa Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia ASEAN katika eneo hilo, ambapo ASEAN ni kundi la nchi 10 za Kusini Mashariki mwa Asia ambazo ni pamoja na Indonesia, Malaysia, Ufilipino, Singapore, Thailand, Brunei, Myanmar, Cambodia, Laos na Vietnam, ambalo linalenga kukuza ushirikiano wa kiuchumi na usalama kati ya wanachama wake. Lakini ni mataifa ya Magharibi ambayo yanatengeneza mvurugano katika eneo hilo, lakini pia kutengeneza mvurugano katika nchi za BRICS, kwani nchi ya India pamoja na China ni wanachama katika BRICS. Wenzetu Magharibi, kama katika sehemu nyingine yoyote ya ulimwengu, wanataka kuchukua jukumu kubwa hapa. Wanataka kudhoofisha jukumu kuu la ASEAN ambalo limefaa kila mtu kwa miongo mingi na lilitokana na uundaji wa nafasi ya kuunganisha na nchi za ASEAN na washirika wao katika mazungumzo, katika uwanja wa siasa na katika uwanja wa ushirikiano wa kijeshi, katika uwanja wa ulinzi, Lavrov alisema. Kulingana na mwanadiplomasia huyo mkuu wa Urusi, nchi za Magharibi hatua kwa hatua zinapuuza kanuni za makubaliano na badala yake zinajaribu kushawishi baadhi ya nchi wanachama wa ASEAN kushiriki katika miongo ya makubaliano kama vile vikundi vidogo na miungano badala ya muundo wa umoja. Lavrov alitetea mfumo wa pamoja wa usalama katika Eurasia, akibainisha kuwa eneo hilo ni la kipekee kwa kuwa ni nyumbani kwa ustaarabu mwingi uliopo ambao umedumisha utambulisho wao tofauti na umuhimu katika enzi za kisasa. Alisisitiza kuwa Eurasia haina mfumo wa bara zima na kwa hivyo mchakato wa kuunganisha ulikuwa muhimu ili kuainisha maslahi ya mataifa makubwa na ustaarabu wa eneo hilo. Lavrov alidokeza kuwa mabara mengine yameanzisha mashirika ya kikanda kama vile Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Mataifa ya Amerika Kusini na Caribbean, lakini pia Umoja wa Ulaya EU ambao wapo pamoja na miundo yao, lakini hakuna anaowaingilia. Lakini kwa mfano mataifa ya EU ndio ambayo yametengeneza mazingira ya kutengeneza mvurugano katika eneo hilo, na akiasihi mataifa katika ukanda huo kuwa makini na kile ambacho kinaletwa na mataifa ya kutoka katika Umoja wa Ulaya na Magharibi kwa ujumla. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.